Sasa watu wangu, upande wa rumba hizi shapes tutazitumia tu hivi, the same process, hakuna kitu ngumu hapo, ni the same process, the same shapes, the same progression, the same process. Rumba without any technique. Sawa, kwa sababu ni lesson ya beginner, sitaki kufanya vitu ngumu. So rumba without any technique. Rumba tu unaicheza hivyo dry, hivyo tu, bila ladha yoyote. Shape 7, shape 5, shape 6, shape 5, shape 7, shape 5, shape 6, shape 5, shape 7, shape 5, shape 6, shape 5, shape 4, shape 6, shape 4, shape 5, shape 6, shape 5, shape 4, shape 5, shape 6, shape 5, shape 4, shape 5, shape 6, shape 5, shape 4, shape 5, shape 7, shape 4, shape 5, shape 7. I'm sorry again for that. Shape 4, shape 5, shape 6, shape 7, shape 4, shape 5, shape 6, shape 5. Sawa. So confuse mahali. So shape 4, shape 5, shape 6, shape 5, shape 7. Sawa. Shape 7. Kamera nayo ache kierere. Kamera iko na kierere sana. Shape 4, shape 5, shape 6, shape 5, shape 7, shape 5, shape 6, shape 5, shape 7, shape 5, shape 6, shape 5, shape 7, shape 5, shape 7, shape 5, shape 7, shape 5. Angalia, shape 7, shape 5. Nakumbuka shape 3, shape 7, shape 5, shape. So unacheza hizi notes hivi, unacheza 4 mara mbili, 1 2 3 4. Hii string 4 unaicheza na mara mbili, 1 2, alafu ndio sasa unacheza 3, alafu unacheza 2. So 4 unacheza mara mbili, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, and repeat the same thing in every progression. Have you understood? So nataka kuonyesha vile una switch kwa frets. Aya, fret 4, shape 4, shape 2, shape 3, shape 4, shape 3, shape 2, shape 3, shape 4, shape 3, shape 2, shape 3, shape 4, shape 2,
shape 3, shape 4, shape 3, shape 2, shape 3, shape 4, shape 3, shape 2, shape 1, shape 1, shape 2. Are you seeing? The same method natumia ya kupluck ndio mimi naenda tu nayo kwa fretboard mzima. So uta understand tu hapo polepole, sawa? Kwa makini. Nazidi kusonga. Hiyo ni rumba without any technique. Rumba tu hivyo kavu. Hakuna technique yoyote nimeweka. Kwa sababu nataka uijue haraka. Umeelewa? Hivyo ndo sasa inachezwa. Hivyo ndo sasa kanachezwa. So hizo method mbili I think zitakusaidia sana. Then ile song nilikuwa nawaambia Samba Mapangala, vunja mifupa sio hiyo. Ni nyama choma. Na kuna nyama choma rhythm yake inaendanga hivi. Samba Mapangala tupatie nyama choma. Samba Mapangala tupatie sijui kachumbari. Bana Mapangala tupatie nyama choma. Hiyo ndio inakunga rhythm yake. Nasikia? So correct that. Haikuwa vunja mifupa, ilikuwa Samba Mapangala. Samba Mapangala tupatie nyama choma. So guys, watu wangu, umeona venye hizi lesson nimefanya nimesummarize zikakuwa fupi. Though ni fupi lakini wakati wako wa practice utajionea tu. Lesson ni fupi lakini utajionea. Sawa? So mimi nataka kusikia kwa comments venye mtasema kama hizi lessons zimewasaidia ama kama zijawasaidia. Pia ni sawa. Nikiendelea kutengeneza sasa module 2. Yani ni short and clear. Alright? Ni short and clear. So acha nigusie kidogo. For the second rhythm ndio module 2, si ndio? Second rhythm ni rahisi. Sasa unachukua hiyo shape 7. Sawa? Then you add the bottom.
Okay guys, so that is the second rhythm. Unachanganya waya za chini na waya za juu, sawa sawa. Kwanza songs mingi zimechezwa hapa, hata kuna matwist mingi zimechezwa hapa. Sasa hii second rhythm ni Lwambo Makiadi na kina Daudi Kabaka. Sasa ndio hao. Something like that. Hao ni kina Daudi Kabaka. Nasikia? Hao ni kina Daudi Kabaka. Ama that song. I've forgotten that song, but songs like those one, Lunchtime, unaona, songs like Twisty, John Zenze, nyimbo kama hizo. Sawa, songs like those ones. Alafu nasikia amecheza na sasa third rhythm. Let me lower my volume. Unaona backwards na flats, backwards na flats, ama power chords, power chords, power chords, backwards, flat, backwards, flat. Una get? Backwards, flat, backwards, flat. Power chords, power chords, power chords, minor, backwards, power chord, power chord. So minor, backwards, power chord, minor, backward, power chord, power ni backward, power chord, backward, minor, nasikia.